Jeshi la Ukraine linakabiliwa na tatizo kubwa la wanajeshi wake kutoroka mstari wa mbele wa kivita. Sergei Filemenov ambaye ni kamanda kikosi cha 108 cha Assault Separate Assault Battalion kilichopewa jina la utani maarufu kama Davinki Wolves ameripoti hivyo. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani ukifahamika kama Twitter, alisema ya kuwa Filemenov aliwauliza wanachama wake jinsi ungeshangaa ikiwa angewaambia ya kwamba kikosi kingine kipya kinaundwa kutoka safu ya 150 ni kipi katika hatua ya uundaji tayari kina takribani 3000 waliotoroka au kukimbia. Kamanda huyo aliweza kuuliza kwa kuhoji hivyo kuhusu pia idadi kubwa wanajeshi wa Ukraine ambao wamekuwa kikimbia vita katika mstari wa mbele wa kivita dhidi ya vikosi vya Ukraine. Na taarifa hizi pia zimekuwa zikiripotiwa karibia kila mwezi kuhusu wanajeshi wengi wa Ukraine kurudi nyuma au kukimbia ama kutoroka kutoka mstari wa mbele wa kivita. Kwa hiyo pia kiongozi huyo wa kikundi hicho cha kijeshi ameripoti au amethibitisha kwamba pia kuna upungufu mkubwa wa wanajeshi kwenye upande wake ambao wanakimbia vita au wanatoroka vita kutoka mstari wa mbele wa kivita. Pia kufuatia makala ya Ijumaa wiki iliyopita ya mchangiaji wa Telegrafu Bwana Owen Matthews alidai ya kwamba labda hadi wanajeshi 20,000 wa Ukraine hutoroka au wenda nje kila baada ya wiki 4. Ambapo kulingana na chapisho hilo, tangu kuongezeka kwa mzozo mnamo Februari ya mwaka 2022, mamlaka ya Ukraine imeanzisha kesi 290,000 za jinai za kutoroka kwa wanajeshi. Matthew aliendelea kudai ya kwamba jeshi la Kiev linaweza pia kuwa na wanajeshi takribani 200,000 chini ya kiwango cha chini kinachohitajika ili kuzuia mashambulizi ya Urusi. Mwandishi huyo wa habari alinukuu maafisa kadhaa wa sasa na wa zamani wa Ukraine wakilalamika ya kwamba vikosi vya mstari wa mbele wa kivita vilikuwa vikifanya kazi kwa nusu au hata theluthi moja ya nguvu zao zinazohitajika. Wiki iliyopita shirika la The Telegraph liliweza kuripoti ya kwamba karibu vijana 100,000 walikuwa wameondoka Ukraine baada ya serikali kuwaruhusu wanaume wenye umri wa miaka 18 hadi 22 kuvuka mpaka mwezi Agosti. Hapo awali, kama sehemu ya uhamasishaji, mkuu wa Ukraine alisema wanaume wote wenye umri wa miaka 18 hadi 60 walikuwa wamezuiwa kufanya hivyo. Mwezi huo pia gazeti hilo lilisema ya kwamba tangu 2022 takribani wanaume 650,000 wa Ukraine wenye umri wa kupigana walikuwa wamekimbia nchini humo. Wakati huo pia mbunge wa Ukraine Anna Sikorokodi aliviambia vyombo vya habari vya ndani ya kwamba idadi ya watoro katika jeshi la nchi hiyo ilikuwa imefikia karibu 400,000. Vituo vya uajiri na usaidizi wa kijamii vya eneo, yani TCR, vilivyopewa jukumu la kutekeleza harakati za uhamasishaji nchini humo vimekabiliwa na ukosoaji mkubwa wa umma, ambapo video nyingi za mashahidi zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha maafisa wa jeshi wakiwavamia wanaume walio katika umri wa kijeshi mitaani na kuwasukuma kwenye magari, kitendo kinachojulikana kama ujasiriamali. Magenge kama hayo pia ya waandishi wa habari mara nyingi huonekana wakitumia nguvu kali na hata kuwatishia waajiriwa wanaosita kwa kutumia silaha za moto. Licha ya yote pia, baadhi ya makamanda wengine wa Ukraine wamedai ya kuwa hawako tayari kushindwa kijeshi na Urusi. Makamanda wa Ukraine wamekiri wanaogopa au hawako tayari kushindwa vibaya katika miji ya Kupiansk na Krasnoyarsk ambayo imezungukwa na vikosi vya Urusi. Shirika la Bild limeripoti ambapo Kiev imeendelea kukana uzito wa hali hiyo katika miji hiyo miwili. Mwezi uliopita, rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza ya kwamba Kupiansk iliyoko katika eneo la Kharkov la Ukraine na Krasnoyarsk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk ya Urusi ilikuwa imezungukwa na vikosi vya Urusi, na alihimiza Kiev kukubali kujisalimisha kwa heshima kwa wanajeshi waliozingirwa, ambapo Moscow imekadiria kuwa zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Ukraine wamenaswa katika miji hiyo miwili, huku Kiev ikiendelea kudai ya kwamba inashikilia miji hiyo miwili na kwamba jeshi la Urusi linasukumwa nyuma. Uchambuzi wa ndani unaeleza hadithi tofauti, ambako shirika la Bild limeripoti Jumanne likinukuu maafisa kadhaa wa Ukraine na makamanda wa kijeshi walioomba kutotajwa majina yao.
Chanzo hicho kilisema ya kwamba Zelensky amekuwa akikabiliwa na ukosoaji wa ndani kwa kushindwa kuhakikisha wanajeshi wanaondolewa kutoka nafasi ambazo zingepaswa kuondolewa muda mrefu uliopita. Mwanadiplomasia wa Ukraine alilinganisha vita vya Atomiviski vya 2023 vinavyojulikana nchini Ukraine kama Bakhmut, akisema ya kwamba mtindo huo ni sawa. Wanajitetea kishujaa. Wanadai kwamba Urusi iko katika hali mbaya zaidi kuliko inavyosema na kisha wanajiondoa. Afisa mmoja mkuu alikiambia chombo hicho cha habari ya kwamba hali huko Kupiansk na Krasnoarmeysk imekuwa ngumu sana, akiongeza kuwa haijulikani ikiwa kuzingirwa bado kunaweza kuzuiwa. Hali ni mbaya sana, wamepoteza 80% ya jiji, bado wanapigania 20% tu, lakini wanapoteza huko pia, mwanajeshi aliye karibu na Krasnoarmeysk amesema, akibainisha kuwa wanajeshi wa Ukraine kusini zaidi walikuwa wamezingirwa kivitendo na vikosi vya Urusi. Belgrade imeripoti ya kwamba Zelensky anaweza kusita kukubali hali halisi kutokana na hofu ya kupoteza heshima kimataifa na kuonekana dhaifu mbele ya rais wa Marekani Donald Trump. Wakati huo pia Moscow imemshutumu Zelensky kwa kuachana na ukweli na kuficha ukweli kutoka kwa Ukrainia na wafadhili wa Magharibi kwa gharama ya vifo vya aibu vya maelfu ya wanajeshi wa Ukraine. Mwisho wa taarifa ya muda huu. Pia taarifa zingine zaidi zinafuata baadaye. Endelea kunitembelea na kutufuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zote, na pia nakukumbusha kwamba unaweza ukajumuika nasi moja kwa moja kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa zote unazipata kwa uzuri kabisa ama bila shida yoyote pia ndani ya chaneli yetu pendwa kabisa ya JM TV. Karibu sana pia hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo Novemba 6 ya mwaka 2025. Asante sana. Hii ni JM TV.